Toka katika kitabu kile cha Mathayo Mtakatifu sura ile ya 10 kuanzia mstari ule wa 24 mpaka mstari ule wa 39. Mathayo Mtakatifu sura ile ya 10 mstari wa 24 mpaka 39. Maneno ya Mungu yanasema hivi: mwanafunzi hampiti mwalimu wake, wala mtumwa hampiti bwana wake. Yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake, na mtumwa kuwa kama bwana wake. Ikiwa wamemwita mwenye nyumba Beelzebuli, je, si zaidi wale walio wa nyumbani mwake? Basi msiwaogope, kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Niwaambialo ninyi katika giza, lisemeni katika nuru. Niwaambialo ninyi katika giza, lisemeni katika nuru. Na msikialo kwa siri, lihubirini juu ya nyumba. Msiwaogope wauao mwili, wasiweze kuiua roho. Afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Je, mashomoro wawili hawauzwi kwa senti moja? Wala hata mmoja haanguki chini asipojua Baba yenu. Lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wenu. Basi kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakayenikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani, bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye, na binti na mamaye, na mkwe na mkwe mtu, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Yapo mambo manne kama sio matano ambayo nimeona katika mistari hii au katika somo hili ambalo tumepewa kwa Jumapili hii ya leo. Lakini ukianzia kuanzia pale mstari wa kwanza katika hii sura, yapo mambo pia utayaona, ila mimi nimechukua tu machache haya. Ya jambo la kwanza ni kwamba Mungu anatupa ya kwamba tusiogope, yaani kwamba tusiogope, tuwe jasiri. Lakini jambo lingine nikaliona hili ni la maana ya kwamba nywele pia za vichwa vyetu zimehesabiwa. Na jambo la tatu anasema, unaponikataa mimi mbele za watu, nami nitakukataa mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Jambo la mwisho ni kubeba msalaba wake ili umfuate, au kubeba msalaba wako umfuate yeye Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya kanisa. Katika maneno haya, neno hili la kwamba msiogope limeandikwa mara nyingi sana katika Biblia hii ya kwetu. Kila kitabu utakachofungua lipo hilo neno. Ni kwamba Yesu anapotuambia tusiogope, anaachilia ujasiri ndani yetu, kujiamini na kuweza kupambana na yale ambayo yako mbele yetu, ya kwamba kila jambo tunaloliendea Mungu yeye yuko pamoja nasi, au yuko upande ule wa kwetu. Lakini katika hayo yote ambayo anayotuambia au anayoyasema,
ni kwamba katika maisha ya kwetu ambayo tunaishi ya kila siku haya, yapo mambo mengi ambayo yanayotokea. Yapo mambo yaliyo mazuri, yapo mambo yaliyo mabaya, yapo mambo mengine ya kukatisha tamaa, yapo mambo mengine ya kufisha mioyo na huduma za watu. Lakini Mungu anaposimama katikati yetu na kusema ya kwamba tusiogope, ipo maana kubwa na sababu kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya kwamba kila unaposimama kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu, ujue yule ambaye aliyekufanya ya kwamba usimame yuko nyuma yako, na ndio huyo anayesema ya kwamba usiogope, kwa sababu mimi niko pamoja na wewe. Ya kwamba usiogope katika kuendea jambo liwalo lolote lile, liwe la hatari, simama usonge, mimi niko pamoja na wewe. Liwe ni jambo lililo zuri, simama usonge, ili mimi niwe pamoja nawe na nimtukuze, yani Mungu ajitukuze ndani yako kupitia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wapo wengine ambao wanaofanya mambo yaliyo mazuri, wakati mwingine huwa wanasahau ya kwamba aliyewawezesha kufanya hayo yupo, ni mkubwa kuliko wao. Yeye ndiye aliyewapa yale maarifa, yeye ndiye aliyewapa ufahamu ule wa kuelewa yale mambo, na yeye ndiye aliyewapa utashi wa kuweza kuyatenda. Usijibebee ile sifa ya Mungu ambayo ameiachilia kwako ukasema mimi ninaweza, na pasipo mimi hakuna jambo ambalo linaloweza kutendeka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Yani usije ukasema hivyo hata siku moja. Mwangalie yeye ambaye aliyekusababishia ya kwamba ukaweza. Yeye ndiye ambaye anayepaswa kuabudiwa na kusifiwa wakati na nyakati zote. Iwe kwenye huzuni, yeye ndiye anayepaswa kutukuzwa. Iwe ni kwenye furaha, yeye ndiye anayepaswa kutukuzwa. Iwe ni kwenye jambo liwalo lolote lile, yeye ndiye anayepaswa kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana anasema ya kwamba usiogope na wala usikate tamaa, hata wale watu ambao wanaokucheka ukifanya vibaya. Ni kwamba Mungu ameruhusu hilo ya kwamba uchekwe, lakini ipo faida baadaye. Haleluya, haleluya. Ipo faida baadaye. Hata kama watoto wako shuleni wamekuwa ukishika zile namba za mwisho, usihuzunike kiasi kwamba ukamkosea Mungu. Wakina mama mara nyingi tumekuwa ni wepesi wa kutamkani huyu mtoto sisi atanifanya nini, wakati mwingine tukadumbukiza hata kusema huyu akili zake kama za baba yake. Kama angekuwa na akili mbaya kama za baba yake, kwa nini alikuoa na wewe ulimkubali ukazaa naye watoto? Haleluya kanisa, haleluya, haleluya. Yani ukiona namna hiyo, mwambie Mungu, ninahitaji huyu mtoto atoke hii hatua aliyopo kuelekea hatua nyingine. Kwani wanaoshika nafasi ya kwanza ni watoto 8 na huyu niliye naye ni mtoto wa 8. Kama Mungu yeye alikupa, hauna budi kumwambia Mungu, ninataka umtengeneze kama wale wengine walivyotengenezwa, nami wa kwangu. Unapopita kuzuru watoto wa wengine, mkumbuke na wa kwangu. Haleluya, 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 haleluya. Vaa ujasiri huo wa kumwambia Mungu kabisa ya kwamba watoto wangu sitaki wawe mkia, nataka wawe vichwa. Sihitaji kabisa awe katika hatua ya mwisho. Yani hata uko shuleni anapokwenda, endelea kumwombea Mungu, msaidie mwanangu. Kama atachaguliwa kuwa kiongozi, ni neema yako imuongoze na kupitisha hapo mahali ambapo atakapopita. Lakini Yesu anasema ya kwamba unaponikataa mimi mbele za watu, jua kabisa hata mimi nitakukana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Mara ngapi tumemkana Yesu? Mara nyingi, mara nyingi, mara nyingi, ni mara nyingi. Yawezekana hata asubuhi hii umemkana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yawezekana hivyo. Yawezekana amani pia haipo. Baba na mama mmelala kitanda kimoja na chumba kimoja, lakini kila mtu ameamka kivyake, amani haipo. Sasa ukimkana aliye mtumishi wa Mungu, Yesu naye anasema atakukana mbele ya Baba yake aliye mbinguni.
Unapoitwa kutumika shambani mwa Bwana, nenda kwa miguu yote miwili. Yeye aliyeanzisha safari ya utumishi ndiye atakayemaliza. Yeye aliyekufanya ukubali kutumika ndiye atakayekuwezesha kusonga mbele. Yeye aliyekufanya uwe hivyo jinsi ambavyo ulivyo, ndivyo ambavyo anavyotamani uendelee kusahau siku hadi siku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Wapo watu watakao kuja kuchota hekima kwako. Usijidharau hivyo jinsi ambavyo ulivyo. Jione kabisa ya kwamba wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Jione ni wa thamani hata mbele za watu unapopita.